Na mwandugu wapenzi watazamaji wa La Voix d'Uvira TV, sauti ya Uvira Television, ni wasalimu nyote mahali popote mlipo duniani, huku mkikaribisha kufuatilia habari zetu za kila hito leo, habari toka pembe nne ya dunia. Basi moja kwa moja chukua dakika moja tu huku ukisubscribe, lakini pia kushare, like ili kupata habari zetu za kila siku. Mimi ni wako mtangazaji wa Zamu Venker Ngale Musa. Kuanzia Oktoba 21 hadi 22, wajumbe kutoka DRC na Rwanda wanakutana Washington kwa kikao cha tatu cha utaratibu wa kuratibu salama pamoja. Mkutano huu unaweza kuashiria mabadiliko katika mchakato wa amani kati ya Kinshasa na Kigali. Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi ya Tanzania ENEC imetangaza kuwa matokeo ya uchaguzi wa urais yatatangazwa ndani ya masaa 72 baada ya upigaji kura kufanyika tariki 29 Oktoba mwaka huu tunao mwaka wa 2025, huku matokeo ya ubunge na udiwani yakitarajiwa kutolewa mara baada ya majimbo husika kukamilisha kujumuisha kura. Tume hiyo imesisitiza kuwa uchaguzi huu utafanyika kwa uwazi, haki na kwa mujibu wa sheria, wakati nchi ikijiandaa kwa uchaguzi mkuu siku hiyo ya Oktoba 29. Kanisa Katoliki nchini Cameroon limetoa wito wa utulivu wakati huu taharuki ya kisiasa ikiendelea kushuhudiwa nchini humo, raia wanaposubiria matokeo rasmi ya uchaguzi kutangazwa kufikia Oktoba 27. Nicolas Sarkozy, rais wa zamani wa Ufaransa, ameanza kutumikia kifungo cha miaka 5 gerezani leo baada ya kupatikana na hatia ya kula njama na kupokea ufadhili haramu wa kampeni yake ya urais wa mwaka wa 2007. Naibu rais wa Marekani JD Vance amewasili nchini Israeli katika ziara inayolenga kuendeleza jitihada ya utawala wa Trump kufanikisha makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya Israel na Hamas katika ukanda wa Gaza. Katika ziara hiyo, Vance anatarajiwa kuhimiza waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kuanzisha mazungumzo ya kina yanayolenga kutatua kwa njia ya kudumu mzozo unaoendelea na kundi la Hamas. Rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni ametoa onyo kali dhidi ya watu ambao wamekuwa wakieneza uvumi wa uongo kwenye mitandao ya kijamii wakidai kwamba amefariki dunia. Kiongozi huo, kwa kutumia lugha ya kuhonya, amesisitiza kwamba serikali haitavumilia vitendo hivyo kuleta taharuki nchini, akikataa umma kupuuza taarifa hizo za uzushi zilizokuwa zikizunguka mitandaoni. Akizungumza kwa ukali, Rais Museveni alisisitiza kuwa mamlaka ya usalama iko makini kufuatilia na kuwabaini wale wote wanaotumia mitandao kufanya uharibifu huo. Alionya moja kwa moja akisema, tutakufuata, ikimaanisha kwamba hatua za kisheria zitachukuliwa dhidi ya wale watakaopatikana na hatia ya kueneza uvumi huo wa kifo chake, kwa lengo la kukomesha kabisa tabia hiyo ya uenezaji wa habari za uongo. Kufuatia mapinduzi ya kijeshi yaliyotokea wiki iliyopita na kusababisha rais wa zamani Andry Rajoelina kukimbia nchi, kanali wa jeshi Michael Randrianirina aliapishwa kama rais mpya wa Madagascar siku ya Ijumaa. Randrianirina, ambaye alichukua madaraka baada ya maandamano makubwa yaliyosababishwa na hasira ya kukatika kwa umeme kwa muda mrefu, aliahidi kufanya mabadiliko makubwa nchini na kuandaa uchaguzi mpya. Akitekeleza ahadi yake ya mabadiliko, Rais Randrianirina amemteua kiongozi wa kiraia Erinslama Rajoelina kuwa waziri mkuu mpya wa nchi hiyo. Rajoelina ni
mtaalamu wa sekta binafsi ya mwenyekiti wa zamani wa benki ya Malagasy BNA. Uteuzi wake ulifanyika baada ya mashauriano na bunge la kitaifa, huku ujuzi, uzoefu wake pamoja na uhusiano wake na mashirika ya kimataifa vielekezwa kuwa sababu ya kuchaguliwa kwake. Kwa habari zaidi usikose kufuatilia La Voix d'Uvira TV. Rais wa Marekani Donald Trump ametangaza kuwa ataitembelea China mapema mwaka ujao kufuatia mwaliko kutoka Beijing, na amesema tayari maandalizi ya ziara hiyo yameanza. Akitangaza hilo akiwa na waziri mkuu wa Australia Anthony Albanese, Trump alisema pia anatarajia kufikia mabadiliko ya haki ya kibiashara na rais wa China Xi Jinping. Seneta wa Nandi Samson Cherargei ametoa wito wa kukataa katibu mkuu wa ODM Edwin Sifuna aondolewe katika wadhifa wake kabla ya kumalizika kwa mwaka huu. Cherargei anadai kuwa uongozi mzima wa ODM kando ya Sifuna uthibitisha kwamba hayati Raila Odinga aliwaagiza kusalia ndani ya broad-based government. Aidha, Seneta Cherargei aliendelea kusema kuwa tishio kubwa kuwaji kwa ODM siku zijazo Sifuna amemtumia Sifuna kuwa ni msaliti ndani ya chama hicho cha ODM. Mbunge wa Homa Bay mjini Peter Kalume ameweka wazi kwamba kiongozi wa maelekezo ya moja kwa moja kabla ya kifo chake. Kalume anasema kwamba agizo hilo lilitaka wandani na wafuasi wake wakuu kuendelea ushirikiano. Kwa mjibu wa Kaluma, agizo hilo la hayati Raila Odinga liliwaelekeza wandani wake waendelee kufanya kazi na Rais William Ruto, na kwa sababu hiyo ni marufuku watu kuleta siasa ama kutengana. ODM isalie ndani ya serikali. Je, una maoni gani? Kwa mengi zaidi tuandikie kwenye comment. Kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu linaendelea katika mahakama kuu masjala ndogo Dar es Salaam hiyo jana Jumatatu Oktoba 20 mwaka wa 2025. Lissu anakabiliwa na shtaka la uhaini akidaiwa kuwa kutoa maneno ya kuitishia serikali ya Tanzania kinyume cha sheria ya kanuni ya adhabu. Katika kikao cha hiyo jana, upande wa jamhuri unatarajiwa kuanza kujibu hoja za pingamizi 4 alizozitoa Lissu Ijumaa iliyopita. Pingamizi hizo zinahusu kukataa kupokelewa kwa baadhi vielelezo, ikiwemo video inayomuonesha Lissu akitamka maneno yanayodaiwa kuwa ya uhaini ili iweze kutumika kama kielelezo cha ushahidi upande wa mashtaka. Kesi hiyo inasikilizwa na jopo la majaji watatu wakiongozwa na Jaji Dunstan Ndunguru. Kwa habari zaidi usikose kucomment. Siku moja tu baada ya mazishi kiongozi wa upinzani hayati Raila Amolo Odinga, rais wa 4 wa Kenya, Mheshimiwa Uhuru Kenyatta ameonyesha ukaribu na heshima yake kwa familia hiyo kwa kurejea Ubondo leo. Ameenda moja kwa moja hadi nyumbani mwa Oburu Odinga ili kumfariji kiongozi huyo kwa kumpa pole rasmi kutokana na msiba mzito wa nduguye unaoonekana hapo nchini Kenya. Taarifa za kusisimua. Serikali ya Kenya Kwanza imetangaza rasmi kuanza kusambaza shilingi 50,000 kwa jumla ya vijana haki moja kutoka kaunti zote nchini kuanzia tariki 4 Novemba mwaka 2025. Nchi mpango kabambe unaojulikana kama Nyota. Rais William Ruto amethibitisha kwamba mchakato wa kuwatambua na kuwathibitisha vijana watakaonufaika na ruzuka hiyo utaanza rasmi Jumaa ijayo. Je, utakuwa mmoja wao? Polisi katika eneo la Bondo, kaunti ya siasa,
wameanzisha uchunguzi baada ya kudaiwa kupotea kwa bunduki wakati wa mazishi ya Raila Odinga yaliyofanyika katika chuo kikuu cha Jaramogi Oginga Odinga. Bunduki hiyo ndogo ilikuwa mali ya afisa wa GSU aliyekuwa akilinda usalama wa gavana wa Kakamega Fernand Barasa. Afisa huyo alieleza kuwa silaha yake ilichukuliwa wakati kikundi cha vijana wenye fujo walipozingira gari la gavana walipokuwa wakiondoka eneo la tukio, na kwa sasa idara ya upelelezi wa makosa ya jinai DCA huko Bondo imechukua kesi hiyo, huku juhudi ya kuipata bunduki hiyo zikiendelea. Je, mgombea urais wa Tanzania kupitia chama CCM Dkt. Samia Suluhu Hassan akizungumza wakati wa kampeni zake huko Rufiji alisisitiza mafanikio ya awamu ya 6 ya serikali. Alisema kipindi cha kwanza cha awamu ya 6 tumefanya kazi nzuri ya kuhamasisha vijiji vyetu Tanzania vinapata maji, vinapata huduma za afya, vinapata huduma za elimu karibu na watoto. Dkt. Samia aliongeza kuwa juhudi za serikali yake pia zililenga katika uboreshaji miundombinu muhimu nchini kote, akibainisha kwamba walifanikiwa kuhakikisha upatikanaji wa huduma ya umeme kote Tanzania, akimalizia kuwa kusema lakini vile vile umeme kote Tanzania. Hiyo kazi tumeifanya vizuri. Kwa habari zaidi tuandikie kwenye komenti. Sherehe za siku ya mashujaa hufanyika kila mwaka kama njia ya taifa kuwapa heshima wale wote waliotoa mchango mkubwa katika ujenzi wa Kenya, kuanzia kwa waliopigania uhuru, waliokabiliana na ukoloni hadi mashujaa wa kisiasa wanaoendeleza maendeleo katika nyanja mbalimbali. Ni siku ya kuwakumbuka waliopigania haki, usawa na uhuru wa kila Mkenya, pamoja na wale ambao kwa njia ya kujitoa, uvumbuzi au utumishi wa umma umeleta mabadiliko chanya katika jamii. Kupitia sherehe hizi, serikali huwapa Wakenya fursa ya kutafakari kuhusu historia ya taifa, kusherekea mafanikio yaliyopatikana na kuhamasisha kizazi kijacho kuwa na moyo wa kujitolea kwa ajili ya mustakabali bora wa nchi. Shirika la kimataifa la kutetea haki za kibinadamu Amnesty International limeeleza wasiwasi wake kuhusu kile kinachotaja kuwa wimbi la hofu na ukandamizaji nchini Tanzania wiki chache kabla ya uchaguzi mkuu wa tariki 29 Oktoba. Mgonjwa wa mwisho wa Ebola aliyelazwa katika kituo cha matibabu cha Bulape katika mkoa wa Kasai nchini DRC imetangazwa kuwa amepona na kuruhusiwa kuondoka kituoni hapo siku ya Jumapili Oktoba 19 mwaka huu. Kuruhusiwa kuondoka kwa mtu huo kutafuatiwa na siku 42 baada ya hapo janga hilo linaweza kutangazwa rasmi kuwa limeisha, mradi tu hakuna kesi mpya itakayogunduliwa katika kipindi hiki, kulingana na shirika la afya duniani WHO. Kiongozi wa chama cha upinzani cha Assemblée pour la République Moise Katumbi anathibitisha kujitolea kwake kwa mazungumzo jumuishi nchini DRC. Ametoa ujumbe huu katika taarifa iliyochapishwa Jumamosi Oktoba 18, akisisitiza udharura wa kukomesha uhasama katika eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Jeshi la Israel limetangaza kwamba litasitisha mashambulizi yake katika ukanda wa Gaza kwa mujibu wa usitishaji mapigano baada ya kutekeleza yanayodaiwa kulenga maeneo ya Hamas ambayo inashutumiwa kwa mashambulizi dhidi ya wanajeshi wake. Niseme asante kwa nami mwanzo mpaka mwisho. Hii ni La Voix d'Uvira TV, television yako. Basi kwa mengi zaidi subscribe, lakini pia comment, like ili kupata habari zetu za kila itwao leo. Mimi ni wako mtangazaji wa Zam Venker Ngale Musa nikisema chao chao.